Yes, nataka kupeana ujumbe huu kwa polisi wetu wa Kenya na maofisi yote ya serikali, kwa wale wanaochukua rushwa ama hongo. Nataka kuwapea warning kutoka kwa Mungu. Katika kitabu cha Luke chapter 3 verse 14, askari wakanja kwa Yohana Mbatizaji wakamuuliza, nasi tufanye nini ili tuweze kuokoka na kubatizwa? Akawaambia kwamba msimshtaki mtu bure na kumwekelea kesi ya uongo, na mtosheleke na mishahara yenu. Naongea Kenya, sometimes utembea tu hata kwa matatu, gari ikisimama tu utaona polisi anapewa 50 bob ama 100. Kenya kuna ugonjwa wa hongo kwa askari wetu, kwa polisi. Nisikieni maaskari, kama mnataka kwenda mbinguni, tosherekeni na mishahara yenu. Kila jioni huwa naona maaskari wanatembelea huku Pilavu wakipewa pesa, wakienda wakipewa tu pesa huku Changai na Uso. Unashindwa ni nini ina happen kwa nchi yetu? Unashindwa kazi ya polisi, kumbe ni kurokota pesa. Sisemi mapolisi wote wanarokota, lakini 95% wanarokota. Akiwekwa mahali hakuna hongo, atasema kumekauka. Niliona mwingine analia, sema mkubwa wake anamweka kwa ofisi mahali kuna makaratasi, vitabu tu, apati chochote. Nikauliza, si analipwa? Kwa nini roho imeingia Kenya kwa maaskari? Wakati wa Yohana Mbatizaji hii roho ilikuwa imeingia kwa maaskari, na maaskari kaenda kubatizwa, na Yohana akawaambia, msitaki mtu bure, msimwekelee kesi. Kuna waaskari wanawekelea watu kesi, anakuambia ukinichokoza nitakuwekea kesi ambao nitakushinda. Nataka nikuambie, nimechunguza maaskari wengi wakilitaya kuwa wanakufa na shinda, na watoto wao pia ile pesa wanatumia kuwasomesha, huwa watoto wao wasaindiki, wanakuwa wakulewa madawa ya kulevya na watu hopeless. Yani watu hawezi saidia community. Kwa hivyo kuna laana fulani. Ile kiapo askari muwa mnaapa, ile kiapo huwa mnaapa, unasema nitakuwa mwaminifu kwa Kenya na kutunza katiba ya Kenya, na unainua Biblia. Hiyo kiapo huwa mnaapa. Hata siongei kwa polisi tu, hata maminister, maofisi yote ya serikali. Na wewe unakula hongo. Nataka nikuambie, hiyo pesa itakusaidia. Maisha ya mwanadamu ni machache na yamejawa na huzuni.